Maji yalivyo na amani, natamani ndoa yetu pia iwe na amani kama hivi. Najua unanipenda, naomba urudi kwangu tafadhali, na tuwe na kesho yetu nzuri. Nakupenda, siwezi kuishi kwenye haya maisha bila wewe. Tambua tu kuwa haijalishi itachukua muda gani, lakini nitaendelea kukupenda wewe tu. Nitaendelea kubaki na wewe hadi urudi, kwa sababu nakupenda. Nitabaki kwa sababu mimi ni mke wako. Dani na Victoria ni watu ambao wanapendana sana, licha ya kuwa Dani ameshapata tatizo la akili aisee. Filamu inaitwa Sudden Change. Mimi naitwa Rio na hii ni Zero TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Dani na mshikaji wake wa karibu sana anaitwa Lawrence. Wanafanya kazi ofisi moja hawa. Sasa kuna taarifa zimezigaa kuwa Dani anaweza kupandishwa cheo ofisini kwao hivi karibuni. Lawrence akawa anamlalamikia mchizi kuwa anatumia pesa nyingi sana kwa mke wake tangu asikia anapandishwa cheo. Lawrence akasema mkeo alikuacha miezi michache kabla ndoa yako. Baada ya kukosa pesa tu, alipopata matatizo akakurudia tena umsaidie. Kwa hiyo unatumia pesa nyingi sana kumfanya asikukimbie. Kama nilivyosema, ni mke wangu, anastahili kuwa na furaha. Lawrence hapendi kinoma namna ambavyo Victoria anatumia pesa nyingi za mchizi kwa matumizi yake binafsi tu, lakini Dani anaona yeye ni sawa tu kwa sababu anayetumia ni mke wake. Pale Dani akaokota simu ya DMD wa kampuni, akampa maelekezo kuwa kuna project kubwa sana ambayo anapaswa isimamie. Lawrence akashangaa namna ambavyo kampuni inazidi kumwamini Dani kuliko yeye na wanampa project kubwa isee. Huyu ni dada yake Dani anaitwa Betty. Leo amekuja bila taarifa hapa. Mchizi alipomwona alishtuka kishenzian, hakutegemea kabisa kumwona dada yake hapa. Basi furaha ilikuwa ni kubwa mno mtu wangu. Sasa Dani yupo tayari kufanya chochote ili amsaidie mke wake. Hawa washikaji wana upendo wa dhati mno na wanapendana kishenzian, si mnaona Wakati wa msosi, Victoria akapigiwa simu na mdogo wake. Alikuwa anataka kumwambia hali ya baba yake ilivyo. Ikabidi atoke mezani akaongea na simu pembeni. Dani akamwambia Betty kuwa baba yake Victoria amekuwa ni mtu wa kutoka na kuingia mara kwa mara hospitali. Betty akajua tu kuwa kaka yake ndo anahudumia gharama zote za hospitali aisee. Nafanya ninachokiweza. Betty akasikitika sana hapa. Akasema unapaswa kuwa makini sana. Bado ni mwanamke yule aliyekuacha mwezi mmoja kabla ndoa yako. Hiki kitu kinamchoma sana Dani. Baada ya muda, Dani akamfuata mke wake. Kwa nini hujarudi mezani? Baba amepelekwa tena hospitali. Hali yake ni mbaya? Ndiyo, tunahitaji kama 3,500,000 hivi kwa ajili ya matibabu yake tu. Tumewatumia 200,000 wiki iliyopita. Najua mdogo wangu anaongea na madaktari, sijui nafanyaje hapa. Natamani afanyiwe upasuaji kuliko kutumia pesa kiasi hiki. Sijui naipata wapi hiyo pesa yote usiku huu. Dani akasema atampatia hiyo pesa ili baba yake atibiwe. Victoria alishukuru kishenzian. Baada ya muda, Victoria akamfuata Betty. Betty akauliza, mzee wako anaendeleaje? Victoria akasema amepelekwa hospitali. Wakati anaongea akapigiwa simu na mdogo wake hapa. Akamwambia kuwa mume wangu atatupatia 350,000 kwa ajili ya matibabu ya mzee. Betty akupenda kabisa hiki kitu. Ni mume bora duniani, ananipa kila ninachokitaka. Mwisho akaondoka hapa. Betty alifikiri sana ise. Anaona kama kaka yake anatumiwa hivi. Noma sana mtu wangu. Asubuhi na mapema Betty akamfuata kaka yake. Akamkumbusha pesa ambayo alimuomba kwa ajili ya projekti yake. Ilikuwa ni kama naira 500,000 hivi. Dani akaomba wiki moja zaidi, maana pesa aliyokuwa nayo ameiwekeza sehemu nyingine ambayo hakutarajia kabisa. Unamaanisha umemlipia matibabu baba yake Victoria? Sikutarajia hilo. Unajua hii biashara ina mwisho wake. Wenzangu wote wamelipia, wananisubiri mimi tu. Naelewa, naomba unipe muda tu, lakini nimekuomba miezi 2 iliyopita. Hauelewi ninachokisema. Nimepeleka pesa sehemu ambayo sikupanga kabisa. Sina pesa sasa hivi, nipe muda. Betty akakasirika kwa sababu Victoria amepewa pesa aliyoiomba ndani ya muda mfupi tu. Pale Dani akaokota simu ya Lawrence. Akamwambia sio story tena. Sasa hivi iko wazi. Mchizi amepandishwa cheo ofisini. Na sasa hivi yupo kwenye ofisi yake hapa. Baada ya kunyimwa pesa na Dani, Betty akawa hana amani kabisa. Hata kuongea na Victoria tu ni kama anajilazimisha hivi. Lawrence kila mara huwa anamshauri Dani kuwa awekeze pesa zake kuliko kuzitumia kwenda vacation na mke wake, maana anaweza kumkimbia kama mwanzo vile. Lakini Dani anaamini kabisa kuwa hicho kitu hakitakuja kutokea kwenye maisha yake. Lawrence akamshauri Dani anapaswa wajue watu ambao watakuwa naye wakati wa shida zake. Mwisho Dani akaomba kopeshwe kama 500,000 hivi na Lawrence, lakini mwana akaruka. Akasema hana hiyo pesa. Baada ya kupandishwa cheo, mchizi kazi zikawa nyingi mno. Akawa anachelewa kulala muda wote, lakini Victoria muda wote akawa anamsisitiza mchizi awahi kulala pia. Usiku akiwa amelala, ghafla kichwa kikaanza kumuuma Dani. Kilikuwa kinamuuma kishenzian. Ikabidi Victoria aende kumtafutia dawa ili kama vipi atumie kae sawa. Asubuhi na mapema, Dr. Hari akafika kumuona mgonjwa. Mwana akuwa anajisikia vizuri bado aisee. Dokta akamtaka pumzike tu, atakuwa sawa. Kama haitoshi, Dr. Hari akamsisitiza pia waende hospitali kwa ajili ya vipimo ili wajue nini hasa ambacho kinamsumbua mchizi. Siku hiyo mchizi hata ofisini ya kufika. Lawrence ikabidi ampigie ili ajue yuko wapi, lakini akaambiwa mchizi anaumwa sana, amepelekwa hospitali. Lawrence akasema ataenda kumwona mchizi baadaye baada ya kazi. Sasa usiku mwingine tena akiwa amelala, ghafla akashtuka anapiga makelele kishenzian. Victoria haelewi kinachoendelea. Dani amechizika mazee. Hebu mcheki, kichaa kimempanda hapa. Victoria hofu ikawa kubwa zaidi kwake.
wake. Doni akamchukua mke wake akambamiza kitandani. Ghafla tu amegeuka kuwa John Cena. Si mnamwona Mchizi akatoka mbio vibaya mno. Hali ya Dani inazidi kuwa mbaya hapa. Betty akaikuta hii hali na yeye haelewi aisee. Mchizi akaenda kujifungia mlango. Betty bado haelewi Victoria kamfanya nini kaka yake au kampiga ndumba. Victoria akasema hawezi kufanya hivyo. Waligonga sana lakini wapi. Victoria ikabidi ampigie daktari ili aje kumuona Dani. Amechanganyikiwa kabisa aisee. Kweli bana, baada ya muda daktari akafika eneo la tukio. Akauliza hali ilivyokuwa na nini, kisha kaenda kumgongea Mchizi. Mchizi hakutaka kufungua kabisa mlango. Alikuwa analalamika kichwa kinamuuma tu. Mwisho daktari akamwambia anapaswa afungue mlango ili ampe kitu ambacho kitapunguza maumivu ya kichwa chake. Kisha dokta akawataka Betty na Victoria wakae mbali kidogo. Aliporudi kugonga, Mchizi akafungua mlango, dokta akaingia ndani. Ikasikika sauti tu ya Mchizi analia. Ni kama mtu ambaye amechomwa na sindano aisee. Baada ya muda daktari akatoka. Akasema na tatizo la akili. Unataka kusema ni kichaa? Sijathibitisha. Itabidi tufanye vipimo kesho asubuhi, sawa? Betty na Victoria wakaanza kubishana pale pale. Betty anadai Victoria amesababisha hili. Victoria naye anajitetea hahusiki na chochote kile. Asubuhi na mapema Lawrence akampigia simu Victoria. Akaambiwa kuwa Dani amepelekwa hospitali asubuhi hii baada ya hali yake kuwa mbaya, lakini pia daktari amesema na tatizo la akili. Walikuambia hospitali iko wapi? Sijui, walinikatalia kwenda nao. Sasa Betty akawa anamshangaa Victoria. Kwa nini hajaongozana na mume wake wakati wanawake wengine wanafanya hivyo? Lakini Victoria anapitia maumivu makali sana. Anaumia kinoma kumuona mume wake kwenye ile hali. Kwa sasa Lawrence amechukua nafasi ya Dani ofisini. Kama haitoshi, amewatumia email iliyokuu kuwa Dani amepelekwa hospitali ya vichaa. Hizi taarifa hadi DMD zikamshtua. Lawrence anaamini kabisa Dani hataweza kurejea tena kwenye hiki kiti chake, na hiyo ofisi inaweza kuwa yake milele. Kwa hiyo unafanyia kazi hapa? Kwa namna urafiki wangu mimi na Dani ulivyo, ni bora nifanyie kazi hapa. Bas bana, leo Lawrence akaja kumtembelea mshikaji wake Dani hapa, lakini Dani alikuwa bado hajafika. Baada ya muda Dani akafika ameongozana na daktari. Dokta akasema hahitaji makelele kwa sasa, kwa hiyo akampeleka moja kwa moja chumbani. Baada ya muda dokta akarudi kuelezea hali ilivyo. Akasema Dani anaumwa ugonjwa unaitwa Destructive Behavior and Disruptive Disorder. Haya ni matatizo ya afya ya akili yanayosababishwa na tabia, lakini pia unaweza kusababishwa na mawazo tu. Kila mtu akashangaa. Betty akasema hawana historia hiyo kwenye ukoo wao. Victoria akasema hajawahi kabisa kumshuhudia Mchizi anapata hili tatizo tangu akutane naye. Dokta akasema inawezekana kutokea na amempa dawa, kwa hiyo atakuwa sawa tu, na kama hali ikiendelea kuwa mbaya basi watampeleka hospitali ya wagonjwa wa afya ya akili. Lakini Victoria akakataa hili wazo. Ni bora atibiwe hapa nyumbani tu na sio kumpeleka huko hospitali. Betty na Victoria kidogo kipigwe hapa. Betty anachokitaka ni kaka yake apeleke hospitali, lakini Victoria hataki kabisa ile wazo. Hawa washikaji wawili wanataka katibiwa hospitali ya bei rahisi kuliko gharama ambazo Victoria anataka aingie hapa, maana wanaweza kupoteza mali zote ambazo wako nazo. Kutokana na hali ya Dani aliyoiona, Lawrence akaandika email kwa uongozi kuwa anataka achukue nafasi ya Dani ofisini. DMD akasema uongozi umekubali ombi lake. Hiyo nzuri, hacha nianze kufanya kazi sasa, na wamekupa hiyo ofisi uanze kufanyia kazi. Mchizi akafurahi kishenzi, yani ofisi imekuwa yake rasmi. Kumbe alikuwa anataka tu Mchizi aondoke achukue nafasi yeye. DMD akamtaka asimwambie mtu kuhusu hali ya Dani, na wateja hawapaswi kabisa kujua Dani anaumwa. Unamsaidia kwa muda tu hapa, sawa? Haijalishi atachukua muda gani. Ndiyo, haijalishi. Hii ofisi bado inamtambua Dani kama director wa project. Lawrence hakuonekana kufurahia kabisa. Huku nyumbani Victoria akamtafuta sana Dani hamuoni. Kumbe Mchizi yupo zake jikoni anacheza basketball ya karatasi, anaenjoy kishenzi yani. Mara azichome karatasi, basi kwake hii ni furaha tosha yani. Hajui kama anaweza kuunguza nyumba hapa. Victoria akamkuta mwana anachoma karatasi jikoni. Ikabidi aanze kuzima moto na maji. Baada ya hili zoezi akamtoa Mchizi nje. Dani akawa anajikojolea, lakini dada mtu hajishughulishi na chochote kile. Victoria ndo akawa anapambana sana kwa kila namna ili kumsaidia mume wake. Vurugu zote za Dani akawa anapambana nazo Victoria. Ukisikia kwenye shida na raha, basi ndio hii sasa. Betty akawa hataki kabisa hata kumtengenezea chakula kaka yake. Anasema sio majukumu yake hayo. Hadi Victoria akashangaa. Nataka uelewe kitu. Chakula unachokipika kimenunuliwa kwa pesa ya kaka yako. Nywele na nguo zako zilinunuliwa kwa pesa ya kaka yako pia. Hata hili jiko ni la kaka yako. Bado sio jukumu lako pia hilo. Sio kitu ukilinganisha na kila ambacho amekupa wewe. Victoria akachoka kabisa. Sasa Victoria akashangaa kumwona Dani mezani. Ikabidi amuulize kama anatumia chakula. Mchizi akakubali hapa. Victoria akaona kama mwana anapata nafuu hivi, akafurahi kishenzi yani. Kweli bana, alipoletewa chakula Mchizi akaanza kukila. Akakubali kulishwa na nini, kisha akakubali pia kujilisha mwenyewe. Kosa la Victoria lilikuwa ni kutoka kidogo tu. Mchizi akaanza kujipaka chakula uso mzima. Alijipaka sana ise. Victoria akarudi akakuta hali si shwari kabisa. Betty yeye hahusiki na chochote kile. Anaangalia tu hali ilivyo. Kila jambo ambalo Dani anataka kulifanya, kama sio Victoria, basi mambo yangekuwa mabaya mno. Maana Betty yeye hajishughulishi na chochote kile. Huku ofisini Lawrence ameanza kumtoa Dani kwenye projekti zake. Hiki kitu kilimkera sana DMD. Lakini mwana anaona
kabisa hii ofisi ni yake. Hata kama Dani atarudi leo, basi ataweza kuikalia hii ofisi, itaendelea kuwa yake. DMD akasema atawaonyesha wale wote ambao hawaheshimu nafasi za watu ofisini, kisha akawa amesepa. Asubuhi na mapema Victoria akaamka, hakumkuta Dani kitandani. Aliita sana lakini kimya. Alimtafuta kila mahali lakini hakumpata. Victoria akamkuta mchizi yupo nje anaoga. Badala ya kuliosha gari alikuwa anajiosha yeye aisee. Au akili yake ilikuwa inamtuma kwamba yeye ndo gari. Victoria akamtaka sana Dani waende ndani, maana watu wanawatazama hapa nje. Alihangaika naye kishenzian, kisha mchizi akakubali kuingia ndani. Sasa Betty anachokitaka Dani apelekwe kwenye hospitali ya wagonjwa wa akili, lakini Victoria hataki kabisa hicho kitu. Anataka mume wake atibiwe hapa ndani. Huu ndio ugonjwa mkubwa ambao Betty na Victoria wanao hapa. Kama angekuwa mume wako ungempeleka hospitali ya wagonjwa wa akili. Kama ni muhimu nampeleka. Daktari akawa anakuja mara kwa mara kumtibu mgonjwa wake, na akianza matibabu tu lazima awatoe Betty pamoja na Victoria. Yaani hawezi kumtibu mgonjwa wake kama Betty na Victoria wako ndani. Daktari akawaambia wanapaswa wampeleke hospitali, lakini Victoria hataki kumpeleka hospitali za kawaida mume wake. Anataka mpeleke private, sehemu ambayo atakuwa anaenda kumuona mara kwa mara. Daktari akasema ni gharama sana huko. Victoria akasema atatafuta kila namna ili amlipie. Hata ukikusanya pesa zote ambazo amekupa Dani na familia yako yote hazitoshi. Nyamaza, namna ambavyo mume wangu anafanya matumizi kwangu hayakuhusu hata kidogo. Kwa hiyo utapataje hiyo pesa? Nitauza kila kitu changu na kuna nafasi ya mkopo kwenye ofisi yake. Daktari akakubali aisee, lakini Victoria akaomba muda. Daktari akamtaka Betty apambane ili amsaidie kaka yake, lakini akagoma. Akasema pesa yote alikuwa anampa Victoria tu, yani huo ndo ugonjwa wake Betty. Yani kwa sababu ya kusaidiwa siku moja ndio hawezi kumsaidia kaka yake mazima. Victoria akaanza kuuza vitu vyake alivyo navyo, akawa anauza hadi bei ya hasara kabisa, lengo tu amsaidie mume wake. Baada ya muda Betty akauliza, umepata kiasi gani? Hayakuhusu, unajua itakugharimu sana kumpeleka hospitali binafsi Naelewa hilo. Unadhani perfume zako zitatosha? Hata kama ni kuuza shamba aliloniachia mzee wangu nitauza, lengo mume wangu tu awe salama. Na wewe umefanya nini kumsaidia kaka yako kama dada? Betty hahusiki na chochote hapa. Baada ya muda Victoria akaja kuchukua vitu akauze, lakini akakuta kabati zote zimefungwa. Akajua ni Dani tu ndo kafanya hivi. Alimuomba sana funguo, lakini mchizi alikuwa kimya tu, hajui funguo ziko wapi aise, na anataka akauze vitu vyake ili amsaidie mchizi akatibiwe. Victoria akaja kuomba mkopo kwenye ofisi ya Dani ambayo kwa sasa anafanya kazi Lawrence, lakini pia Lawrence ameacha kabisa kwenda kumtembelea rafiki yake. Akasema yuko busy sana na kazi ndio maana hajaweza kwenda. Kuhusu mkopo Dani hawezi kuupata kwa sasa, maana mambo yamebadilika. Mume wangu alijitoa kwa ajili ya hii kampuni, alifanya kazi usiku na mchana, amepata stress na anaumwa kwa sababu ya hili kampuni, halafu leo haliwezi kumsaidia mume wangu kweli? Victoria kuwa na namna tena, akakubaliana na matokeo tu. Hata alipotaka kwenda kuongea na uongozi, Lawrence akamkataza. Akasema ameshaongea nao sana, lakini amegoma. Kifupi Lawrence kamwekea uzibe mshikaji wake aise, hataki apone, maana anajua akipona tu hii ofisi anaiacha, hataweza kukaa tena na yeye anaipenda. Victoria akawa analia tu, hali ya mume wake inazidi kuwa mbaya na hana msaada tena. Mchizi akamkuta Victoria analia, akawa anashangaa, ikabidi amuulize kwa nini unalia? Victoria akashtuka, ulipaswa kuwa umelala. Nimeshindwa, mwamba anaongea vizuri hapa. Victoria mwenyewe kuamini kama mchizi amepona. Unajua nini kinaendelea? Naongea na mke wangu hapa. Kweli bana, mchizi ameshapona. Victoria ikabidi ampigie kila mtu kumpa hizi taarifa. Baada ya muda daktari akafika, lakini pia Lawrence naye akaingia. Victoria ikabidi amfuate mchizi sasa, mwana ameshapona kabisa isee. Hadi Lawrence akashangaa. Hata Betty alipofika naye akashtuka kumwona mwana amepona. Dani akamshukuru sana Dr. Hari, akamwona huyu ndiye rafiki wa kweli sasa. Kuhusu Lawrence akasema jana ameangalia email zote ambazo DMD amemtumia. Lawrence akashangaa. Dani akasema kuhusu alivyowachukua wateja wake, badala ya kusimama kwa niaba yake waliwaambia kuwa nimepeleka hospitali ya vichaa. Hii kapenya kwa Lawrence. Kwanza nimeshangaa umepona kabisa. Cha pili, unajua kabisa kuhusu DMD hanipendi. Ndiyo, kama ambavyo hunipendi, wewe ni rafiki yangu. Lawrence, nilikuwa siumwi. Victoria akasema ulikuwa unaumwa bana. Dani akasema hakuwa anaumwa. Nilikuwa nakuona unalia. Ulinilisha, ulinisafisha, ukanijali, na kama haitoshi uliniombea. Nilikuwa naona kila kitu. Unaongea nini? Nilichoka kusikia kuwa unapaswa wajue watu ambao wanakupenda na watu ambao watasimama na wewe wakati wa shida zako. Kwa hiyo nikaamua niwapime watu watatu ambao wapo karibu yangu: mke wangu, mdogo wangu na mshikaji wangu hapa. Kwa hiyo huu wote ni uongo. Ndiyo, samahani, haikutakiwa kuwa hivyo, ilikuwa lazima. Ningejuaje kama dada yangu hapa hawezi kunisaidia kwenye matatizo yangu, au rafiki yangu hapa ataniibia wateja wangu na ofisi yangu pia? Lakini kama haitoshi akajaribu kuharibu jina langu. Hauelewi kilichotokea. Naelewa kuwa mke wangu ananipenda sana, alikuwa tayari kuuza kila kitu chake ili tu mimi nipone. Dani akasema hawezi tena kumsaidia mdogo wake, maana ameshindwa kumvumilia kwenye shida zake. Kisha akamtaka asubuhi na mapema asepe hapa ndani. Kuhusu Lawrence, hataki kumwona kwenye ile ofisi tena na akae mbali kabisa na wateja wake, na ikiwezekana kwa maisha yake kabisa simsogelee. Mchizi akasema mke wake alimwacha mwanzo kwa sababu kuna vitu hakuweza kuvifanya, lakini aliporudi akampa
mikakati ya kufanya kama wanataka kuishi pamoja. Victoria akaondoka kwa hasira sebuleni, kisha Dan naye akamfuata mke wake. Dani akaja kuomba msamaha kwa mke wake. Alifanya hivyo kwa sababu maneno ya watu yalimchosha kuwa mke wake atakuja kumwacha tu ipo siku. Mwisho Victoria akamsamehe mume wake, na huo ndo kawa mwisho wa tambala hili mtu wangu, linaitwa Sudden Change. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuriwa TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine, bye.